Je, unamfahamu kiumbe anayetaga yai moja kila baada ya sekunde 30 kila siku na kuendesha ufalme wa mamilioni bila kutembea wala kuona mwanga wa jua kwa miaka 50? Ili kupata majibu ya maswali haya, angalia mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Mimi ni Mariam Milondomo na hii ni Tanzania Panorama Media. Katika ulimwengu wa wanyama, utawala unahitaji nguvu, mbio au uwezo wa kuwinda. Lakini katikati ya kuta hizi za udongo kuna mtawala tofauti kabisa na wale tuliowazoea. Huyu ni kiumbe asiye na uwezo wa kutembea, asiyeona mwanga wa jua na asiyewahi kutoka nje tangu siku alipozaliwa. Kamera inapotazama ndani kabisa ya chumba cha giza, inamuonyesha rani wa mchwa. Mwili wake umebadilika kwa kiwango cha kutisha. Tumbo lake limevimba na kufikia urefu wa sentimita 10, zaidi ya mara 100 kadhaa ya ukubwa wa kichwa chake. Hii sio ajali ya kimaumbile, bali ni mashine ya uzazi iliyoundwa kufanya kazi moja tu. Saa yake haisimami, hakuna msimu wa kupumzika wala siku ya mapumziko. Kila sekunde 3 anataga yai moja. Katika siku moja pekee anazalisha mayai 30,000. Anaendelea na kazi hii usiku na mchana bila kukoma kwa hadi miaka 50. Kwa sababu ya ukubwa wake, hawezi hata kujilisha. Mchwa anafanya kazi, humlisha moja kwa moja, mdomo kwa mdomo, kwa masaa 24 kwa siku na kumsafisha mwili wake. Lakini usidanganyike na udhaifu wake wa kimwili. Malkia huyu anatawala kwa mkono wa chuma kupitia kemikali anazotoa. Kemikali hizo zinasambazwa kote kichuguni na kuzuia mfumo wa uzazi wa mchwa wengine wote majike. Hakuna malkia mwingine anayeweza kuibuka akiwa yeye bado yuko hai. Hili linashangaza sana. Malkia mmoja, chumba kimoja, miaka 50 ndani ya giza la udongo. Hakuwahi kuondoka na hakuwahi kuhitaji kuondoka. Hii ndiyo siri ya kiwango cha juu zaidi cha uzazi na kujitolea katika ulimwengu wa wadudu. Sina la ziada. Hii ni Tanzania Panorama Media. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Mariam Milondomo.